ili bodaboda ambaye ana kipaji labda cha kuimba kaona oya muziki ni noma ujue kama ukiwekea nguvu? Kwangu mimi nilihakikisha napata ninachokihitaji kwanza. Let's say nilikuwa similiki labda studio, sawa. Nika make sure na kusanya mapato, na kusanya hela, na miliki laptop yangu. Na miliki mimi DJ, na miliki laptop, na miliki monitor, speakers, na miliki mic, sound card, ambapo najua hii sasa ni ofisi. Mpaka ilipokamilika ndo nika move kufanya sasa, niache kazi ya pikipiki nianze kufanya muziki, kwa sababu nikajua kabisa tayari ni ofisi itakuwa inaniingizia hela. Lakini tu useme eti naacha kazi ambapo kazi yenyewe hujaitengenezea mazingira ya kusema wewe unapata kazi. Ni shida. Kwa hiyo lazima ni huku naendesha bodaboda, huku nilikuwa najipambania mpaka nimejua kupiga muziki, mpaka nimemaliza. Nimetoka hapo nimeanza kukumiliki vitu vyangu. Sasa hii hapa ndo yani kwamba nikipigiwa simu ya kazi sina tena kumwazima bwana Blazabe niazime laptop si hivi na hivi na hivi, sina. Kazi yangu mimi hapa naibeba. Ndio nikamove kuacha kufanya hiyo kazi nyingine. Kwa kifupi sasa hivi Kisiga hafanyi kazi yoyote, maisha yake ni muziki. So mimi baba, mama, mtoto wangu, mwanamke wangu. Sijaelewa yani kwamba sio wewe tu. Sio mimi yani ninayotegemea hivi. Yani baba hapa akipiga simu mwanangu na shida na laki mapema natoka kwenye muziki. Sifanyi kazi ya aina yoyote ya. Mama sina umma mwanangu hivi muziki. Mwanangu anakula, analala, anaamka, anaagiza anachokitaka. Muziki. Singeli. Mimi mwenyewe bado pia unajua ukiwa msanii pia kila siku unatakiwa uvae toleo. Nguo zinavotoka na unatakiwa ubadilike. Kuna mavazi, kuna hiki. Simu lazima umiliki simu kali. Na una watoto ngapi? Na mtoto mmoja. Yani familia, mke na mtoto wote wanakutegemea. Wote hao wananitegemea. Bana babu kubwa. Kwa hiyo bana Singeli inalipa kiasi hicho bana. Sio muziki wa uni. Bana tu support huu muziki kufika kwenye level kubwa sana. Kwa sababu kama ndio hivi Singeli inaendesha maisha, hapa kuna watu zaidi ya 6 wanategemea huu muziki. Hapo tunazungumza kuna masela na nini? Washikaji pengine ambao pia wanategemea kwa kile ambacho wanakipata, au unapoenda kufanya show kuna mtu wa pembeni ambaye unakuwa naye pia anapata riziki. Tuseme baada ya hii level nilofikia. Level itakayofuata natamani sana niwe na hivyo. Natamani niwe unaenda kwenye show unatembea na cameraman, unatembea na manager, so unaenda kufika tena unaanza wewe ujihangaikie kupiga muziki, wewe mwenyewe ujishoot, wewe mwenyewe vile vitu. Otherwise mtu pembeni tu akushoot napo akutumia au asikutumia hizo clip. Ushaona, lakini natamani sana niwe na hiyo team. Kwa hiyo kuanzia mwakani hivi nita make sure na miliki hicho kitu. Kwa sababu muziki unakuwa na sisi tunaendelea, na sisi tunakuwa, maendeleo nayaona. Matarajio yangu ni haya. Bana, namna ambavyo Singeli ina connect moja kwa moja na mtaa. Unasikia Kisiga vile ambavyo anatuambia Singeli inalipa.